thumma ikhtara Allahu azza wa jalla rasulahu ila jiwarihi, kisha akamchagua Allah mtume wake sallallahu alaihi wasallam kwenda jirani na yeye. Wa kana as-sahaba radhiyallahu anhum, na walikuwa masahaba kipindi hicho, yasmauna al-Qur'ana wa yafahamuna maanahu, wakisikiza Qur'ani na wanafahamu maana yake. Thumma yu'minuna bihi wa ya'maluna bi shara'ihi, kisha wanaiamini Qur'ani, wanaifanya kazi sheria zake. Waqad kana fima nazala bihi al-Qur'an al-Karim, na kwa hakika yalikuwa miongoni mwa mambo ambayo Qur'ani imeteremka nayo, al-ikhbaru 'anil umuri al-ghaibiyya, ni kutoa habari kuna mambo ya ghaibu. Kipindi gani hiki? Kipindi cha kwanza, fitra ya kwanza. Kipindi hiki cha kwanza kuanzia kuja Mtume sallama, masahaba kumkubali yeye mpaka 37. Kwa hiyo miongoni mwa habari ambazo zimeteremka ni habari za ghaib, kali ikhbari an dhati Allah azza wa jalla wa asma'ihi wa sifatihi, kama vile kutoa habari kuhusu dhati ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kutoa habari kuhusu majina ya Allah na sifa zake. Kwa maana Qur'ani imetolea habari sifa za Allah, Qur'ani imetolea habari vitendo vya Allah, mambo ya ghaib yasiyoonekana. Zingatieni vizuri hapa, kuna kitu anakijenga, kuna kitu anataka kukijenga ili kitulizane kwenye akili zetu. Wa af'alihi wa 'ala al-yawm al-akhir, miongoni mwa mambo ambayo Qur'ani kutubainisha ni vitendo vya Allah, na kuhusiana pia na siku ya mwisho, wa ahdathihi wa ahwali, na matukio ya siku ya kiyama na vitisho vya siku ya kiyama, wa 'anil jannati wan nar, kuhusu aljanna na moto, wama a'adda Allahu fihima min thawabihi wa iqabihi, na yale aliyoyaandaa Allah subhanahu wa ta'ala kwenye hivyo viwili, aljanna wan nar, katika thawabu na adhabu. Haya yote Qur'ani imeteremka kuyabainisha. Kullu dhalika wa mimma huwa fi maanaha, yote hayo na yale ambayo kwenye maana hiyo hiyo, kana al-Qur'anu yatanazzalu bihi, yanzilu bihi, ilikuwa Qur'ani ikiteremka na hayo mambo, wa nabii sallallahu alaihi wasallam yuballighuhu wa yubayyinuhu lis-sahaba, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akiyafikisha na kuyabainisha, wasahabatu yatalaqawna wa yafahamun wa yu'minun, na masahaba wanayapokea na wanayafahamu na wanayaamini, wanayakubali. Wala yuraf an ahadi, na wala haikujulikana kwa yoyote katika wa masahaba minhum an taraddada au istashkala shay'an min dhalik, akataraddadi, akajirudi kwenye kukubali, au akapata ishkali, akapata na mushkila na kitu chochote katika hayo yaliyoteremka. Yote walikuwa yakubali na wanaelewa, na Allah ameteremsha Qur'ani kwa lugha ya Kiarabu, lugha ambayo walizungumza nayo wao, kwa maana walikuwa wanaelewa, lakini hawakupata na mushkila sehemu yoyote. Wa nahnu na'taqidu annahum kanu yafahamuna ma yukhatabuna bihi, na sisi tunaitakidi kwamba hakika wao masahaba walikuwa wakifahamu yale ambayo wanazungumzishwa kwayo, sababu lugha ya Kiarabu ilikuwa min dhalika kullihi, yote hayo. Wa illa, la sivyo, ingekuwa hawafahamu, la sa'alu anhu wastafsaru an maana, basi wangeuliza na wangetaka tafsiri kuhusiana na maana yake, litaalluqihi biljanib alraisi, kwa sababu ya kufungamana hayo mambo na upande wa asasi raisi, upande wa msingi, fi hayatihim, kwenye maisha yao, na ni upande wa mambo ya dini na itikadi. Wangekuwa hawaelewi wangeuliza. Wa wajanibu al-i'tiqad, nao ni upande wa itikadi. Waqad ra'ayna kayfa hamalu suyufahum fi wajhihi indama lam yaqtani'u bihi, na kwa hakika sisi tumekwishaona
vipi wao walibeba panga zao kwenye uso wa Mtume sallama pale ambapo walikuwa hawajakinaika na yeye. Thumma asbahu, kisha baadaye wakapambaukiwa fima baada ya kumkubali Mtume, yafdunahu bi arwahihim wa auladihim wa amwalihim, wakimtoa fidia yeye kwa roho zao, yani wako tayari kuzikosa roho zao na watoto wao kadhalika mali zao kwa ajili ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wala yafalu dhalika, lakini asema hapa na wasingefanya hilo fi sabili dini yajhaluna aqidatahu, katika njia ambayo ni dini hawaijui itikadi yake, wala yaarifuna maanaha, na wala wasingefanya kukifanya kitu ambacho hawafahamu maana yake. Si mnaelewa? Naam, قد سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الأمور الشرعية. ndio waliuliza masahaba kumuuliza Mtume صلى الله عليه وسلم baadhi ya mambo ya kisheria. Masahaba waliwahi kumuuliza Mtume baadhi ya mambo ya kisheria, lakinaha umurun amaliyah wa laysat i'tiqadiyah, lakini ni mambo ya kiamali ya kifiqhi na wala si mambo ya kiitikadi. يقول ابن عباس رضي الله عنه ما رأيت قوما خيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, sijawahi kuwaona watu ambao ni bora zaidi kuwashinda masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ma saaluhu illa an 13 mas'ala, hawajawahi kumuuliza Mtume sallama isipokuwa kuna mambo 13 pekee, ni mambo ya fiqh. Hata kubidha sallallahu alaihi wasallam kulluhunna fil Qur'an, mpaka akachukuliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na yote hayo masala 13 yako ndani ya Qur'an. Yasalunahu anil mahid, wakimuuliza kuhusiana na hedhi na hakamu zake. Wayasaluna an shahril haram, na wakimuuliza yeye kunako miezi mitukufu. Yasalunaka anil ahilla, yasalunaka anil mahid. Wayasaluna anil yatama, wakimuuliza pia kuhusu mayatima, tuwafanyeje hawa, tuishi nao vipi, kama ilivyokuja yasalunaka anil yatama sura an-nisa. Ma kanu yasalunahu illa amma yanfa'uhum, walikuwa hawamuulizi Mtume sallallahu alaihi wasallam isipokuwa kwenye mambo ambayo yatawanufaisha wao. Hapa pia kuna kitu anakijenga. Waqala sahibu Miftah Saada Ibn al-Qayyim rahimahullah, Miftah Dar Saada, anasema inna sahabata ridwanullahi alayhim ajma'in kanu fi zamani an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala aqidatin wahida, hakika masahaba wa Mtume ridwanullahi alayhim wote kanu fi zamani an-nabi ala aqidatin wahida, walikuwa kwenye zama za Mtume wako kwenye itikadi moja. لانهم ادركوا زمان الوحي, kwa sababu wao waliliki zama za wahi. Wa sharafu suhbati sahibihi, na waliliki sharaf utukufu wa kusuhubiana na sahibu wa wahi ambaye ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa azala anhum dhuluma ash-shukuki wal awham, na aliondoa kutoka kwao Mtume sallallahu alaihi wasallam viza vya shaka na makosa. Wa azala anhum dhuluma ash-shukuki wal awham, na aliondoa kutoka kwao viza vya shaka na makosa. Kuonesha kwamba masahaba wao walikuwa kwenye akida moja, si kama wanavyosema baadhi ya mahizbi kwamba hata masahaba walitofautiana. Yani wanamaanisha kwamba ikiwa sisi tunatofautiana, huyu anaona hivi, huyu anaona hivi kwenye mambo ya itikadi na manhaji, ambapo masala hayo la yasughu al-khilafu fiha, haifai kutengeneza furuka ndani yake alafu tukasameheana. Wao wanataka kuwazuga watu kwamba hata masahaba walitofautiana lakini hawakugombana. Sahaba gani alimtoa zake hizi? Daktari Islam alikuwa akisema hivyo kwenye mihadhara aliyofanya kwa mara yake, afanya talbisi watu. Kina Ibn Uthaymeen, kina Ibn Baz walitofautiana, lakini je, Ibn Baz alimuita Ibn Uthaymeen hizbi? Ya akhi, ikhtalafu fi masail amaliya,
walitofautiana kwenye masaili ya fiqh hawa, na masaili haya la yuqamu fiha alwala wala albara, hapa simamishi ndani ya masala haya wala na bara, kumchukia mtu na kumpenda mtu, hapana kusimamisha msingi huu kwenye masala haya. Wa inna ma tuqamu alwala wal bara, si vingine husimamisha wala na bara kwenye masaili aqadiyya manhajiyya ambayo wametafikiana masahaba, wameafikiana kwamba haifai kukhalifu ndani yake. Wa man khalafa fa huwa laysa min ahli, atakayekhalif hatakuwa katika ahli sunna. Fantabihu li hadha, barakallahu fikum. Wala usio vivu. Kuna wanafunzi wanakuwa vivu. Yaani mimi nikikaa hapa ninawaelewa, na mwalimu ndo mara nyingi yuko hivi. Na mwanafunzi akishaingiza kuruhuru kwenye moyo wake, huyu ni jahili, hawezi kusoma. Kuna wanafunzi wana fikra za kijinga wao hivi, na ishara za haya ni kumuona mwanafunzi yeye anashughulika na jambo lingine na mwalimu anazungumza mambo mengine. Ni upuuzi. Haina maana kwamba eti anafahamu. Sisi tunafahamu vizuri sana. Masala haya ni masala muhimu sana. Na asubuhi pia nimewaambia kwamba sasa hivi hali ya dawa inahitaji matulab wenye nashaq na maarifa na fatan, wanafunzi ambao wana maarifa na uchangamfu na utambuzi wa mambo, waerevu. Sio yo soma tu vitabu, unakazana tu na vitabu mbaya pia ujui. Sio siku utakuja kukamata, utabaki tu unazunguka huko. Si kila kwenye dawa utapambana na watu wa maulidi. Mmeelewa shabab? Fantabihu li hadha, barakallahu fikum. ويقول ابن القيم رحمه الله: وقد تنازع الصحابة رضي الله عنهم في كثير من مسائل الأحكام. نكوحقيقة walipishana masahaba radhiallahu anhum fi kathiri min masail ahkam, kwenye mengi katika masail ya ahkam. Wa hum sadatul mu'minin, na wao ni watukufu wa waumini. Wa akmalul umma imanan, ni wakamilifu zaidi wa umma iman. Lakin bihamdillah lam yatanaza'u, lakini kwa kumhimidi Allah wao hawakutofautiana fi masaili au fi mas'alatin wahida min masail al-asma wa sifat wal af'al. Hawakutofautiana kwenye masala hata moja, kwenye masala ya aqida, masaili ya asma na sifat na af'al. Angalia maulama wanaoeleza masala haya maneno yako kwenye ilamu al-muwaqqi'in. Masahaba wakhtalifiana kwenye masala ya aqida, maana yake ni kwamba haya mambo yamezuka baadaye, na itifaki masahaba kwenye mambo haya hakuna kukinzana, kutofautiana. Aqida ni thabita, ni moja. Ama masala amalia ya fiqh wale tofautiana masahaba, ndio maana hauoni huyu kazungumzwa hivi. Ndio maana al-Imam Ash-Shatibi rahimahullah na wengine wanasema, na katika masala ambayo masahaba walikuwa wanakhtalifiana hawagombani ni masala ya amalia, masala ya fiqh, na sisi ni wafuasi wa masahaba kwenye haya. Na ni miongoni mwa mikhalafat ya Hajawira ya al-Hajuri, kana yuqimu al-wala wal bara fi masail amaliya. Baadhi ulama wanasema kina al-Usabi bal hiya min akbar bid'il Hajuri, miongoni mwa bid'a kubwa za al-Hajuri. Yeye alikuwa akisimamisha wala na bara kwenye masail amaliya, masail ya fiqh ambayo yasugu al-khilafu fiha, bali ruhusiwa kukhtalifiana watu kwenye masala haya. قال هذا هو الواقع الذي عاشه الصحابة رضي الله عنهم. huu ndio uhalisia ambao waliuishi masahaba radhiallahu anhum. Fakana mujtama'uhum bisuratihi tilka salima, na ukawa mujtamaa wao kwa sura ile ile ni mujtamaa salama min kulli inhirafi, kutokana na kila inhiraf, kila inhiraf, yani kwa maana upotevu, yashubu safaaha, unaweza kuchafua usafi wake. Walikuwa wako mbali na inhirafat na bid'a ambazo zinaweza kuchafua usafi wa dini, au yushawihu naqaaha au naqaahu,
au bid'a na mambo yenye harafati yanaweza kuchafua usafi wa Uislamu. Wakati kanat baadhi ya inhirafat, na kwa hakika zilikurubia baadhi ya inhirafat, baadhi ya bid'a an tudhhira ra'saha, zilikurubia kutaka kudhihirisha vichwa vyake fi dhalika almujtama, kwenye ule mujtama wa sahaba, illa annaha ulijat fi waqtiha, isipokuwa hizo bid'a zilizotaka kudhihiri zilitibiwa wakati ule ule, wa qudhiya alaiha fi ba'daha, na zikamalizwa zote kuanzia pale mwanzo wake, yani kwenye udogo wake zikamalizwa pale pale. Falam tadhharu ba'du tiwali hadhihi alfatra, na wala hazikudhihiri tena baada ya kumalizwa pale kwenye kipindi hicho, hazikudhihiri tena. Kwa kipindi hicho sasa, kipindi salama, zilijaribu kutaka kudhihiri bid'a, sawa, lakini masahaba wakafanyaje? Wakapambana nazo, zikaisha pale pale, hazikurudi tena, kwa sababu walikuwa wana kuwa ya elimu na wana maarifa, na ndio tiba ya elimu inatibu mambo haya. Bid'a itakudhihiri, elimu inapindua yale yote, bid'a inapotea. Kwa hiyo zama hizo zilikuwa ni zama salima, lakini kuna baadhi ya inhirafat zilitaka kudhihiri, masahaba wakapambana nazo baada ya kufa Mtume sallama, Abu Bakar kutawala, Umar, Uthman, Ali. Lakini kabla ya Ali kutawala sasa yalianza mambo hapa, na itakuja shekhe mwenyewe atataja. فهي عهد النبي صلى الله عليه وسلم تلكم بعض الصحابة في قدر. ففي عهد النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بعض الصحابة في القدر فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ونهاهم عن ذلك فانتهوا. na kwenye zama za Mtume صلى الله عليه وسلم walizungumza baadhi ya masahaba kuhusu mambo ya qadar, si kwa maana ya kupinga. Atataja kisa hapa. Walizungumza baadhi ya masahaba wakizungumza mazungumzo kwenye mambo ya qadari, faghadhiba an-nabii sallallahu alayhi wasallam, akakasirika Mtume sallallahu alayhi wasallam, wanahahum an dhalika fantahau, na akawakataza na hilo jambo wakakoma pale pale, hawakurudia tena. Qala Abdullah ibn Amr ibn al-As, inna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam kharaja wa hum yatanaza'una fil qadar. Asema Abdullah bin Amr bin al-As, sahabi al-jalil, hakika Mtume sallallahu alaihi wasallam alitoka siku moja na wao wakizungumza na wakikhtalifiana kuhusu qadar. Hadha yanziu aya, huyu akitoa aya ivutie upande wake, wa hadha yanziu aya, na huyu anachomoa aya ivutie kauli yake. Fakaannama faqi'a fi wajhihi, ikawa kama vile ametupiwa au amemwagiwa kwenye uso wake hubba au habba ar-rumman, punje za komamanga zile. Faqala, akasema, bihadha umirtum au bihadha ukiltum an tadribu kitab Allah ba'dahu bi ba'd. Je, kwa hili mmeamrishwa hivi? Kwa hili mmewakilishwa nyinyi mgonganishe kitabu cha Allah baadhi kwa baadhi? Unzuru ila ma umirtum bih, yatizameni yale ambayo nyinyi mmeamrishwa, fattabi'uhu, yafuateni, wa ma nahaytukum anhu fajtanibuhu, na yale lokatazeni jitengeni nayo. Ameitaja Imam Ahmad hadithi katika al-Musnad, kadhalika baadhi ya ulama kina Ibn Abi Asim katika as-Sunnah. Sheikh al-Albani amezungumza riwaya hii na ndani yake kwa Matar al-Warraq wa qad dhu'ifa, lakini wasema riwaya hii ina shawahid. Kisha akasema, fayadullu hadha al-hadith ala annahu qad khadha ba'd as-sahaba fi mawdhu' al-qadar. Inaashiria hii hadithi kwamba walizungumza baadhi ya masahaba kwenye maudhui ya qadar fi ahdi an-nabi sallallahu alayhi wasallam, kwenye zama za Mtume, walakinahu kana nizaan arida, lakini lilikuwa ni jambo, ni mabishano yaliyojitokeza mara moja, lam yatakarrar fima ba'd, hayakujirudia baada ya hapo.
wantaha kullu wahidin minhum, na akakoma kila mmoja kati yao anil auda ila mithli dhalik, kutokana na kurudi kwenye mfano wa hayo waliokatazwa. ولم ينقل عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم إحياء تلك المنازعات, na wala haijanukuliwa kutoka kwa yoyote katika masahaba kuhuisha tena yale magomvi, yani jambo hilo lilotokea baina yao. Wala tabanna shay'un minha, wala kuna sahaba aliyebaki na jambo hilo akalitakidi, bali alladhi ruya anhum, bali yaliyopokelewa kutoka kwa masahaba annahum raddu ala alqadariyah, ya kwamba wao waliwarudi alqadariyah indama dhaharat fima ba'd, bali alipodhihiri baadaye, watabarau minhu, na wakajitenga na wao. Yushiru ila dhalika, akiashiria hadithi ya Ibn Umar alipojiliwa na watu kutoka Basra, Yahya ibn Amr na ndugu yake, wakamuuliza kuhusiana na watu waliodhihiri Basra. Wanasema jambo ni unuf, hakuna anayefahamu, Allah mwenyewe hajui mpaka yatokee. Asema waambieni mimi niko mbali na wao na wao wako mbali na sisi. Wakadhalika waqa fi ahdi Umar, lakini pia hivyo hivyo ilitokea kipindi cha Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu baadhi alhawadith, baadhi ya matukio almufrada, matukio mamoja yalitokea zama za Umar, walati ikhtafat sari'an, tena matukio ambayo yalijificha haraka sana. Bado tuzungumzia kipindi cha kwanza, kile kipindi salama, yalijaribu kutokea baadhi tu ya mambo haya. Maneno haya yatakusaidia wewe kufahamu kwamba kipindi hicho hakukuwa na bid'a, watu walifahamu Qur'ani vizuri kabisa. Na asije mtu akakwambia hizi aya hizi ni mutashabihi za kutaja sifati za Allah na majina yake, hizi aya hizi labda zinazungumzia hapa, hatujui maana yake. Masahaba walielewa haya mambo ya kuleta ikhtilafu hizi kwenye masuala ya akida yametoka wapi? Masahaba walikuwa salama wote kwenye akida moja. Qala asema wakadhalika waqa fi ahdi Umar ibn Khattab radhiallahu anhu baadhi alhawadith almufrada, yalitokea baadhi ya matukio mmoja walati ikhtafat sari'an, lakini alijificha haraka sana. Kadhalika wala mtadhhar ba'd, lakini hivyo hivyo hayakudhihiri baada ya hapo tena. Wa huwa ma hadatha min sabighi alladhi kana yas'alu an mutashabihi alqur'ani fadarabahu Umar hatta tab, nayo ni yale yaliyotokea kuhusiana na mtu aitwa Sabir, Abdullah bin Sabir, alladhi kana yas'alu an mutashabihi alqur'an, ambaye yeye alikuwa na tabia ya kuuliza yani zile aya ambazo ni mutashabihi katika Qur'an. Fadharabahu Umar hatta tab, zile aya ambazo imma zinafanana au zina tatiza, yani kwa maana hazieleweki mpaka zirudishwe kwa maulama, yani haziko wazi mpaka zirudishwe kwenye aya muhkamat za wazi. Yeye akawa anadokoa zile akiwa tatiza watu. Umar alimpiga mpaka akatubia. Rawa al-Imam al-Lalakai rahimahullah bi sanadihi ila Sulaiman ibn Yasar, ametaja al-Imam al-Lalakai rahimahullah kwa isnadi mpaka kwa Sulaiman ibn Yasar, ana rajulan min bani Hunayn, hakika mtu katika kabila au familia ya bani Hunayn, yuqalu lahu Sabir, alikuwa anaitwa Sabir bin Isl. Qadima al-Madina, alikwenda Madina huyu bwana, wa kanat indahu kutubun, na palikuwa kwake yeye kuna vitabu, alikuwa na vitabu. Faja'ala yas'alu an mutashabihi al-Qur'an, akaanza kuuliza kuhusiana na mutashabihi katika Qur'an, zile aya ambazo haziko wazi mpaka zirudishwe kwenye muhkamat. Fabalagha dhalika Umar, likamfikia hilo Umar. Fabatha ilayhi, akaagiza alete huyo bwana, waqad a'adda lahu arajin, na kwa hakika alikuwa ashamwandalia Umar karara la mtende lile, ule mtu mtende ule, ile matawi yake, alikuwa amemwandalia Umar arajin, lile karara la mtende lile, imeandaa kikoto, naitwa kikoto, kimeandaliwa kimewekwa hapa. وهذا إن دل إنما يدل على شدة الصحابة على أهل البدع,
hii inaashiria kwamba masahaba walikuwa ni wakali kwa watu bid'a, kuna mchezo. Falamma dakhala alayhi jalas, alipoingia kwa Umar yule bwana akakaa. Qala man anta, akamuuliza wewe ni nani? Qala ana Abdullah ibn Sabir, mimi naitwa Abdullah ibn Sabir. Qala Umar wa ana Abdullah Umar, na mimi ni mja wa Allah naitwa Umar. Wa auma ilayhi, akajiashiria yeye. Fajala yadribu bitilka al-arajin, akawa anamtandika na kile kikoto, ile karara na mtende. Fama zala yadribuhu, hakuacha kuendelea kumpiga hata shajjahu, mpaka akampasua. Piga mikoto ya kichwa. Waja'ala ad-dama yasir ala wajhi, ikaanza damu kuchuruzika kwenye uso wake. Faqala hasbu, Abdullah ibn Sabir akamwambia Umar, tosha ya amir al-mu'minin. Faqad wallahi dhahaba alladhi ajidu fi rasi, kwa hakika wallahi yameondoka yale ambayo nilikuwa ninayakuta kwenye kichwa changu, yani yale nilikuwa nayafikiria kwenye kichwa changu yashaondoka. Wa bihadha al-ijaz, na kwa huu mukhtasari, ufupisho, yatabayanu lana naqa'u tilka al-fatra, inabainika namna gani usafi wa kile kipindi min al-bid'ah wal inhirafat fi al-i'tiqad, usafi kutokana na bid'ah na dhalalat, inhiraf katika mambo ya i'tiqad. Ulikuwa hakuna mambo haya. Ni fatra ya kwanza hiyo, kesho tutaanza fatra ya pili. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad